Kama tutakumbuka, kabla hatujaanza ligi yetu ya msimu 24-25 tuliitana hapa, na tunashukuru mlijitokeza kwa wingi kama mlivyojitokeza leo. Tukazungumzia kuhusu wazaji wa ligi kuu ya Zanzibar msimu wa 24-25. Sasa hadi kufikia leo hivi sasa tunavyozungumza, tayari michezo 236 imeshachezwa. Katika michezo 240 ambayo miwili itamalizika leo, miwili ya mwisho itamalizika kesho. Cha msingi kwamba mechi za leo zitachezwa kama tulivyozipanga kwa mujibu wa ratiba ambazo tumezitoa, na mechi za kesho nazo ambazo zitachezwa kesho katika uwanja wa Aman na uwanja wa Mau A na Mau B 80. Na kwa vile mpaka sasa hivi nafikiria sote tunaujua msimamo wa ligi yetu ilivyo, bado hatujampata mtu ambaye anakwenda kuwa bingwa moja kwa moja kabla ya mechi kuchezwa. Mechi za kesho ndizo zitatoa mshindi au bingwa wa ligi kuu ya PBZ msimu 24-25. Msimamo kama ulivyo, timu zote mbili ambazo Mlandege anaongoza kwa sasa hivi akiwa na pointi 59, akifuatiwa na timu ya KVZ ambayo nayo pia ina point 59. Tofauti ya magoli ndio inamweka Mlandege juu. Kwa hivyo umuhimu wa mechi hizi tumesema lazima tuzipange kwa pamoja, na kimsingi kabisa kwa vile tuna viwanja ambavyo viko rafiki kidogo kwa hali zetu za uchumi. Manake ingekuwa leo mechi moja iko Pemba, mechi moja iko Unguja, ingekuwa kidogo mtihani. Lakini tuishukuru kwanza Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa juhudi kubwa inayofanya katika kuboresha miundombinu ya mpira wa miguu, kutengeneza viwanja vingi na vizuri, na sasa hivi tunaendelea navyo. Kwa hivyo mechi zetu mbili kesho zitachezwa katika uwanja wa Mau A na Mau B, muda kuanzia saa 10 jioni kama kawaida, lakini tunaweza tukatoa mabadiliko kidogo ya muda kutokana na sherehe ambayo itakuja baada ya kumalizika kwa hiyo michezo. Kwa hivyo katika uwanja wa Mau A kutakuwa na mechi kati ya Mlandege vs New City, na Mau B kutakuwa na mechi kati ya Kipanga dhidi ya KVZ. Kwa muktasari ambao niliutoa, ina maana timu hizi mbili, mechi hizi mbili ndio zinaweza zikatoa bingwa wa PBZ Premier League msimu wa 25-26. Hivyo basi tumekusudia, tumejipanga na matayarisho yote yako tayari kwamba siku ya kesho iwe ndo siku ya kukabidhi kombe letu, kwa sababu ndio bado hatujapata mshindi, lakini kesho ndo tunategemea atapatikana. Na mipangilio kwa sasa hivi ilivyo kwamba tutakwenda na kombe letu, tutakwenda na podium yetu, tutakwenda na kile ambacho kinahitajika kuwepo kwa ajili ya kumkabidhi bingwa wa michuano hii. Isipokuwa sasa kutakuwa kuna mechi A na B. Katika ukabidhiaji wa zawadi wa bingwa tutafanya hiyo function katika uwanja wa Mau A. Kwa hivyo matayarisho yote yatakuja kwenye Mau A. Ndio ile nikasema kwamba viwanja vyetu kidogo kutokana na hali vimeturahisishia na urafiki. Ikitokezea club ya KVZ ambayo inacheza uwanja wa Mau B imekuwa bingwa, tunawashift kutoka Mau B kuja kwenye uwanja wa Mau A wakati wa kwa ajili ya kupeana zawadi. Lakini mechi zote zitaanza wakati mmoja, zitakuwa na usimamizi sawa. Hakutakuwa na lolote ambalo labda linaweza likaashiria kwamba labda bodi ya ligi inajua nani anachukua ubingwa. Zitakuwa na usimamizi sawa, na treatment ya timu zote mbili, ya mechi zote mbili zitakuwa the same. Kwa hivyo itakapofika suala la nani kachukua ubingwa, sasa hapo ndo tunakwenda tutatumia uwanja wa Mau A kwa ajili ya kutoa zawadi zetu. Mambo mengine ambayo tumeyaratibu mechi ya kesho, kwa sababu ni mechi za mwisho, kutakuwa kuna vitu tofauti. Baada ya mchezo kumalizika kutakuwa na hiyo utoaji wa zawadi, na kutakuwa kuna wageni rasmi, wageni tofauti tumewalika. Pamoja na mambo mengine kutakuwa na wageni wa vilabu mbalimbali ambao pia nao watafika kutoka Tanzania bara.
ambao pia tumevialika. Tunategemea watakuja kwa ajili ya kuangalia michezo hiyo. Hivyo basi kesho jambo moja tunaweza likawa kidogo tofauti na ambavyo tumelizoea. Tunaomba waandishi hili mtupelekee kwa wadau wetu, suala la uingiaji wa gari ndani ya viwanja vyetu litakuwa kidogo lina utaratibu mwingine. Gari ambayo haijapata gate pass haitoweza kuingia ndani kutokana na ufinyu wa nafasi ambayo tulikuwa tunayo. Tunao utaratibu wa watu kwetu hapa Zanzibar, tunatumia hivi vyombo vya maringi mawili. Vyombo vya maringi mawili vitaingia kama kawaida, lakini magari inabidi mpaka upate gate pass ili uweze kuingia ndani, kwa sababu kutakuwa kuna wageni mashuhuri watafika katika mchezo hiyo. Hivyo basi kwa kutumia muda huu niwakaribishe kwanza wananchi wote wapenda michezo, wapenda amani, waje katika viwanja vya Mau kesho kuja kuangalia mashindano haya, mechi hizi ambazo kwa mara ya kwanza kama tunavyosikia. Mimi kumbukumbu za mipira hii sina kidogo kwenye miaka ya zamani, kwamba ligi mpaka inafikia mechi za mwisho bingwa hajapatikana au bingwa atapatikana kwa kutumia goal difference. Kwa hivyo tunawaomba wananchi wapenda michezo wote wakaribie, na nyinyi waandishi wa habari kesho muweze kuwa wingi zaidi kuliko hata hivi mlivyokuja leo.